Kwa taarifa zaidi ungana nasi Hanene Digital TV. Pia usisahau kusubscribe, kulike, kushare na Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri ya wilaya Kilindi Mr. John Kulwa Mgarura amemshukuru Rais Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kuwaletea watendaji wa Tume ya Taifa Mpango wa Ardhi ili kutatua kero mbalimbali zinazowakabili baadhi ya wananchi wa wilaya Kilindi. Akizungumza katika kikao cha mpango kazi wa uundaji wa mpango wa matumizi ya ardhi katika vijiji 16 kwa niaba ya mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, ndugu Dastani Ndauka ambaye ni afisa elimu wa awali na msingi alikuwa na haya ya kuzungumza. Nipende tu kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa dhamira yake ya dhati ya kuondoa kero kwa Watanzania, hususan kwetu halmashauri ya wilaya Kilindi, kwa kutuletea watendaji hao wa Tume ya Taifa ya Mipango ya Matumizi ya Ardhi kwenye halmashauri yetu waweze kufanya kazi ambayo itasaidia kwanza kutatua migogoro ya ardhi kutokana na shughuli ambayo watakuwa wanaifanya ya kupima ardhi na pengine kutoa hati miliki ya ardhi kwa wananchi. Hii itasaidia katika nyanja nyingi sana. Miongoni mwazo, kwanza itaondoa migogoro ya umiliki wa ardhi, lakini pia migogoro ya mipaka baina ya vijiji kwa vijiji, mipaka ya kiwilaya na pengine hata mipaka ya kimkoa, kwa maana kwamba baadhi ya vijiji vyetu vinapakana na mikoa mingine imekuwa na changamoto kidogo ya migogoro ya ardhi. Lakini licha ya kutatua migogoro, maana yake itasaidia sasa kuleta amani. Wananchi wataishi kwa utulivu wakiwa na rasilimali zao kwa maana ya ardhi. Lakini pia kutokana na hali itasaidia wananchi wetu wa Kilindi kufanya kazi kwa bidii wakiwa na amani juu ya usalama wao. Pia ni shukuru kwa kipekee mamlaka hii ya Tume ya Taifa ya Mipango ya Ardhi kwa kuridhia au kwa kuleta wafanyakazi wao kuja kuifanya kazi hii kwenye halmashauri yetu ya wilaya ya Kilindi. Kwa upande wake ndugu Otmari Gerard Komba ambaye ni afisa ardhi mkuu kutoka Tume ya Mipango Matumizi ya Ardhi alikuwa na haya ya kuzungumza. Lengo na madhumuni ni kuandaa mipango ya matumizi ya ardhi kwa vijiji 16. Awamu ya kwanza tutakuwa na vijiji 8 na awamu ya pili tutakuwa na vijiji 8. Vijiji hivi ni miongoni mwa vijiji ambavyo vina migogoro. Na uandaji wa mipango ya matumizi ya ardhi ni njia pekee ya kuweza kutatua migogoro baina ya vijiji na vijiji, lakini pia kutatua migogoro ya mtu mmoja na mwingine. Kwa hiyo tunaamini kwamba kuandaliwa kwa mipango ya matumizi ya ardhi itaweza kuainisha sasa matumizi husika katika maeneo haya, lakini pia migogoro iliyopo baina ya vijiji na vijiji itaweza kutatuliwa.